Nataka nizungumuze na nyinyi asubuhi ya leo na wasalimu tena. Naongea habari za dhabihu mbalimbali kama vile wengi wameulizia, ni matatizo gani ambayo mtu anahitaji kutoa sadaka ya dhabihu, au ni nini ambayo mtu anaweza kuwa anahitaji na inamlazimu ni vizuri atoe sadaka aina ya dhabihu. Sasa hili ndio nataka nizungumzie hata alasiri ya leo, na naamini ya kwamba wengi mtasaidika katika kulisikiliza kwa neno kama hili. Afrika tuna mambo mengi ambayo yametokea katika mataifa yetu na culture zetu za Waafrika, na mambo mengi yanasababisha kutofanikiwa kwetu na kutoendelea kwetu. Hakusababishi tu kwa sababu hatuna kazi, maana kuna watu wanafanya kazi nzuri sana katika maisha lakini hawaendelei. Kuna watu wanabobea sana katika nyanja mbalimbali ya maisha, lakini unakuta kwamba hakuna kitu chema kinachotokea kwao. Sasa vitu vingi viko tu vinavyochangia mtu aweze kuhusika na aina ya sadaka za dhabihu. So jambo la kwanza ni kama kuna ile generation curses, yani laana ambazo ni za kuendelea, laana za ukoo, tunaita laana za ukoo, ama kukwama katika ukoo, kukwama fulani, watu wana laana fulani ama mkwamisho fulani unaozuia wao kuendelea mbele. Sasa jambo kama lile, kama liko katika ukoo wenu, limekuwepo na babu, jambo lile unaliona kwa baba, jambo lile liko kwa mtoto na litakuwa hata kwa mjukuu, nataka ni uelewe kwamba inaweza kuwa ni jambo ambalo linahusu maskini au magonjwa aina fulani au shida fulani, pengine katika hiyo boma watu wamekuwa walevi tu, au watu ni wale wa kuoa wanawake wakienda, au labda ni watu hawasomi wakamaliza chuo, au hata ni watu ambao wamesoma vizuri lakini katika hiyo ukoo watu hawapati kazi ya maana. Basi lile ni jambo ambalo unapaswa uelewe, unaweza kulifanyia dhabihu, sadaka aina ya dhabihu. Hii nimekueleza hiyo. Sasa ndio jambo ambalo linaweza kuvuta utoe sadaka ya dhabihu ili kukatisha jambo lile kuendelea. Inaweza kuwa hata ni magonjwa, baba aligonjeka vile na wewe baba anagonjeka hivyo, na huyo mtoto pia amepatwa hiyo, au labda yaweza kuwa ni vifo, watu wanakufa katika hiyo ukoo wasiofika miaka fulani. Kifika miaka fulani unakuta huyo mtu hawezi kuendelea. Basi hilo ni jambo ambalo linafaa litolewe sadaka aina ya dhabihu. Na sadaka ya kutoa katika jambo kama hilo ni sadaka ambazo si za kawaida, matoleo ambayo si ya kawaida ya kuvunja zile laana. Inaweza kuwa ni matoleo kama unayo mashamba, unaweza toa shamba likajengwa kanisa, au unaweza angalia mtu ambaye ana madhabahu ya Mungu, mtumishi wa Mungu, ukaenda ukaweka kwa kanisa lake mabati, au ukaenda ukatolea watoto wa yatima, ukaenda ukawatolea kitu ambacho ni changeable, ukajenga mahali watu wale watoto wakaanza kusaidika, au ukapeleka mattress katika children's home, kanua mattress nyingi ukapeleka children's home. Vitu kama hizo vinaweza kuondoa zile laana. Wale watoto wakilalia, Mungu anakuangalia na kuvunjia ile laana, generation curses inakosa kuendelea. Pia wale ambao mna matatizo kama ya kuzaa watoto wakifa, unaenda kwa children home, unapeana kitu ambacho ni cha maana katika wale watoto. Utaona hiyo sacrifice ya aina hiyo, dhabihu kama hiyo inaondoa mikosi ya aina hiyo. Jambo lingine ni kama unataka pengine upenyo mkubwa fulani katika maisha. Ukitaka mpenyo mkubwa katika maisha au kubadilishwa fulani katika maisha, ni lazima utolee dhabihu. Dhabihu za aina hiyo zinatolewa kwa sababu watu wanataka nini? Upenyo. Sasa hiyo ni dhabihu ambayo tunaita dhabihu ya agano. Ni kama ile sadaka ambazo
Suleimani alitoa. Hizo zilikuwa ni sadaka za agano, za dhabihu ya agano, ambayo inasababisha Mungu anashuka na anaona mahali pale na anaweka maahadi zake pale. Sasa Mungu alikuwa anazungumza kuweka agano katika madhabahu yale. Mtu yeyote ambaye atakuwa hapa akilitia jina langu, nitaona na nitasikia. Anasema sasa masikio yangu itafunguka kwa maombi inayoombwa hapa, na macho yangu yatatazama wale wanaokuja hapa kuomba, na nitakuwa wazi kuwajibu. Hizo zote ni agano. Mungu anafanya agano pale na Suleimani kwa kutoa dhabihu ya aina ile. So kama uko hapa unanisikia na kutaka kuinuka viwango fulani katika sehemu fulani ya maisha, ufanisi fulani au wa kimataifa, lazima uelewe kuna aina ya sadaka kama hizi zinatolewa, sadaka zinazokuuma, hali fulani ambayo inatolewa kiasi ya kwamba watu wanajishika na kusema kweli hawa watu yani ni kitu ambao kina move moyo wa Mungu, kinabadilisha hatima ya mtu. Ndiyo sadaka za aina hiyo. Pia jambo lingine ambalo linaweza kufanya utoe dhabihu ni vitu kama ulinzi. Unataka kutoa ulinzi kwako wa calamity fulani ambazo zimetabiriwa na manabii, au vitu fulani mikosi fulani vinakuja katika jamii yako au katika kazi ya mikono yako, na unataka kuzuia vitu vile. Sasa unaweza kutoa dhabihu. Unaweza kutoa dhabihu zile ambazo ni za maombi na maombezi, na pia huduma za sacrifice. Unatoa huduma za dhabihu ambao ni za kujitolea. Huduma ya dhabihu ya kujitolea sana sana ambao vinazuia mambo ya maafa na mambo ya nini. Sana sana hizo huduma huwa ni kwenda kuona wagonjwa, kununulia wagonjwa, kulipia watu mabili za hospitali na kusababisha watoto kusoma, kuwalipia, kwenda kuona walio katika mahitaji, wajane. Vitu kama hizo ni sadaka ambazo zinazuia mabaya yasije kwako. Kama kuna mabaya yamepangwa kuja kwako, sadaka za aina hiyo ni dhabihu ambazo Mungu anaziangalia na kuzuia. Watu kama kina Daudi walifanya na kutoa dhabihu za aina hiyo. Pia dhabihu wengine ambao unahitaji kama ya kushinda mwili. Pengine unajipata kwamba you are addicted. Wewe umeshikamana tamaa za mwili. Kila mwanamke unaona unamtaka, au mwanaume unamuona au unammezea mate, unatamani nafasi tu mkuwe na yeye. Basi au umekamatwa na tamaa za mwili kama vileo. Wengine ni vileo, wengine ni wanawake, wengine ni wanaume, wengine ni shoga, wengine ni vitu ambavyo si vya kawaida, wengine ni kula tu, kila wakati ni kula, wengine ni kunywa pombe, haiwapiti, pesa yoyote akipata ni pombe. Basi nataka kuambia sadaka zile ambazo unafaa kutoa, pamoja na kutoa dhabihu zako za gharama ya fedha kwa madhabahu, pia ujue unatakana kufanya maombi kama ya kufunga ili kuua tamaa za mwili. Kufunga na kuua tamaa za mwili kukusaidia ili mwili wako uwe mnyonge, ndio nguvu yako ya kiroho iinuke, uweze kusaidika pakubwa. Unaona mtu wa Mungu, sadaka kama ile itakusaidia pakubwa kwa jambo kama hilo. Alafu ingine ni kama unatafuta msamaha ama kurejesha maagano ambayo uliharibu. Pia unatoa sadaka za moyo uliobondeka na unajinyenyekeza na unatoa dhabihu kwa madhabahu yenye uwezo sana. Sasa wakati ambapo unatoa sadaka za wakati na kusoma neno na kuomba na kufanya huduma za Mungu, na pia dhabihu za fedha kwa kusaidia ida nyumba ya Mungu, kazi ya Mungu, au wajane au mayatima au wachungaji, watu ambao wanaumia kwa sababu ya mioyo ai injili, kusababisha vitu kama vile, ama kununua gari kuwapatia watu wabebee vyombo wakihubiri injili, au kulipia matangazo kwa TV ili mtumishi wa Mungu apeperushe huduma ile ya injili pale. Hizo zote ni sadaka ambazo zinaweza kukusaidia kurejesha uhusiano na agano ambalo limeharibika. Siwacha Mungu wa uzima kubariki. Bwana kutetee, akupe hiyo neema, upokee hiyo kibali na hiyo neema ya kujitolea kiasi kwamba unatoa kihuduma, unatoa kimwamini Mungu,
unatoa kujinyenyekeza na kuona kwamba Bwana atakusaidia katika huduma unayoitoa, sadaka zile, amani yako na Mungu itarudi kwa agano. Mungu akubariki. Tukutana wewe katika video ingine inayozungumzia siri za maagano na namna unaweza kutoa na kusaidika pakubwa kutokana na maagano aina hii. Bwana Yesu akubariki.